Kwa jinsi Yanga walivyokuwa wanacheza, ni timu iliyokuwa inastahili kushinda kwenye mchezo huu. Ni bahati mbaya tu kwamba imetokea hawakushinda goli zaidi ya moja, lakini kushinda walikuwa wanastahili kucheza kwa namna walivyokuwa wanacheza. Walikuwa wanastahili kushinda kwa namna walivyokuwa wanacheza. Kwa hivyo ni jambo zuri, ni mchezo wa awali katika ili hatua ya makundi, na ukianza kukusanya points za mwanzoni hivi inakupa moto hata wa kuendelea na kuhakikisha kwamba unaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo niwape pongeze Young Africans kwa ushindi huu mzuri, na hawakuwa wanacheza na timu ya kinyonge, walikuwa wanacheza na timu nzuri sana. Unaona quality yao, unaona mipango waliokuwa nayo. Kwa hivyo ni jambo zuri limetokea. Kama kiongozi pia unampa neno gani? Mimi nimtie moyo, kazini kwa kila mtu kuna kazi. Kwa hiyo nimtie moyo kwa sababu sio tu kilichokuwa kikizungumzwa siku za karibuni, lakini hata kwenye mchezo huu dakika chache kabla hajafunga walikuwa wanaomba atolewe aingiwe Boyeli. Kwa hiyo alipofunga ngoma ikageuka, wakawa wanamuimba wanamsifu yeye. Kwa hiyo kazini kwake kuna kazi, lakini hata under pressure anaweza kuperform na akaipatia Yanga na Tanzania ushindi. Kwa hivyo nimtie moyo, ndio mambo ya kawaida kwenye majukumu ya kila mmoja kila wakati, na kama ambavyo ameona ameweza kuipatia Yanga ushindi leo, na akiendelea kuweka juhudi ataendelea kufanya vizuri kwenye kazi yake. Dalili nzuri. Tukianza kufungwa mwanzoni inakuwa sio vizuri. Kwa dalili nzuri, na inaonyesha jambo moja tu kwamba sasa hivi tumeshakuwa na timu zenye kiwango cha kukompiti na magwiji kabisa wa soka barani Afrika. Yaani wanakuja timu ya Morocco lakini hawatudharau kama zamani, wanakuja na heshima zao na wanaacha point vile vile. Na tunaweza kwenda kwao tukawatingisha vile vile, hawachukui kwamba hii timu imekuja kuacha point hapa. Kwa hivyo timu zote Yanga, Simba, Singida na Azam zote ziko kwenye viwango vizuri vya kufika hatua za mbali kwenye mashindano haya makubwa ya mpira wa miguu barani Afrika. Kwa sasa tutatoa taarifa kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa sasa tumesimamisha kidogo, lakini tutawapa taarifa kwa kadri muda unavyokwenda, namna ambavyo tunataka kuona namna ya kuzimotivate timu hizi. Nataka kuja na mpango mzuri ambazo tutazimotivate timu hizi na mpango uliopangika vizuri zaidi ya huo. Asante sana. Nawashukuru. Sasa hivi mimi nilikueleza tangia mchana, nikamwambia zama za Mwarabu zimeshaisha, hizi zama za Yanga. Watu wakabisha, watu wakatupigia sana kelele, walisema Mwarabu yuko bora, Mwarabu si yuko vizuri, Mwarabu uko Zanzibar mtoki. Huu ndio nani, ili ndo gereza. Unajua lile gereza ambalo lipo katikati ya bahari, ndio hii sasa hakimu yuko umumu. Na nikamwambia utoki. Kwanza ninachoshukuru, mdogo wangu alikuwa amefungwa kwa kifungo kwa muda mrefu, leo kafunguliwa. Muuaji na huo kwa tabasamu Dube. Hebu angalia zile jitihada binafsi zile. Kile kichwa kaka, bila juhudi binafsi kaka, ufungi pale kaka. Kile kichwa is head kile. Katanguliza mpira, unaambiwa akasema, "Wala tutatu tunashindana mbio." Zile jitihada binafsi. Sasa hapa Dube kafunguliwa, anakwenda kuanyoa kwenye ligi ya mabingwa mpaka anakwenda kuingia robo finali. Sasa hapa walikuwa wanapiga vile vilimilimi vile. Mpaka sasa hivi kimya. Sasa subirie msiba wake kesho kule Benjamin Mkapa. Sisi tunahakikisha kila kuja New Amani Zanzibar yoyote tunamdufua na anakufa hapa. Mwarabu nani hapa ndo getonamo bege, hakimu yuko humu ndani na huku uchomoki huku kaka. Huku sio kusema labda ukiona umefeli huku utachomoka hata na kimbinyiko. Huku baba, huku kila sehemu bahari, ukienda bahari kurudi bahari, huku kimbii. Kwa Mwarabu kafa, lete Mwarabu mwingine. Waarabu koko tu hawa kaka. Kumbe ndo sababu ya nyinyi kuhamia huko. Sababu ya nyinyi kuhamia Zanzibar hii. Kwanza nawashukuru sana viongozi wa Yanga kutoa mechi kule Zanzibar kule na kuleta kutoka Dar es Salaam kuleta huku, kwa sababu ule uwanja Benjamin Mkapa tumemwachia ule mtoto wa kufikia yule ndo anaoga na tuloga mambo na mambo ya kimenya wa ukinyemba ule mtoto wa Mudi yule. Kwa hiyo tumemwachia lile uwanja uko peke yake kama makaburini, wenzake wote washamkimbia, hata shoga yake mfunga madishi kashamkimbia, Singida kashamkimbia, mimi nimemkimbia. Sasa kabaki kali yatima kwenye ile makaburi. Sasa kesho namwambia kila laheri yule mwana anayecheza naye kesho. Toto la Mudi kesho life hata 5. Tena libaki hapa kambi za kwenye msafara huu, kila mtu abebe mzigo wake. Baba
baba, mechi zangu zote napigia hapa. Nikirudi kule Tanzania bara napepea kama kumbi nipo robo finali. Alafu sasa tunamuona mtoto wa muda anaenda kupanda kabimbinyiko Mbezi pale. Mimi nimekwambia sasa mtoto wa muda lile pila gimbi pila mapiko la matatu yule. Wewe atafundisha mpira saa ngapi ashindwa kupaka piko. Sasa tunakwenda kushuhudia kesho pila gimbi tena. Na nawaomba marefali wa kesho wawe fair. Yaani wakiwa fair mtoto wa muda timu lile bovu lile pila gimbi kesho anakufa. Umeona Pacome Zouzoua? Vidume Pacome Zouzoua umemtazama vipi katika mechi? Nimetazama Pacome Zouzoua. Sema masa na wewe, kuna mtu akushindana na Pacome? Na ndio maana kule kwa wale na upaka bleach yule Saido mtupu yule mnamuita Mtale. Nilishamuelezaga nyoa bleach, unavopaka bleach kichwani. Basi uendane na walisia mguuni. Sasa mpira unapaka bleach matumizi mabaya na ndio maana kanyoa kipala. Kwa hiyo Pacome atabaki kwa Pacome. Master mpira boli la pili namba 10 piwa. Unavyoona alivyo unakichafua yule baba ni hatari baba, watu walikuwa wanahitaji huko ndani mwaka. Na tuambie hayo manyuni mvua bado. Unaambia wana Yanga sasa weka shida chini rusha mikono juu robo finali mimi naiona kaka. Tena kiwezekana kafa nige kombe langu niwekae nalo kabisa. Maana huko kwingine naenda na pangusa hata. Huyu Mwarabu kashakufa, akija yule Alali mwenyewe anakufa, yule Jessica naye akija hapa nakufa. Wewe mtu mwenyewe anaitwa Jessica. Haya huyo alikuwa anamsifia yuko wapi? Sio yule Mwarabu kashala. Unamwona Mwarabu huyu nani? Mwarabu Koko huyu. Jana juzi wakati anameteremka hapa. Alienda baharini kule kuoga anasema yeye anakuambia mechi rais. Sasa yule alikuwa mchafu ndio maana alienda kuoga baharini. Sasa yule alikuwa anashangilia alipokuja Zanzibar akaona alivyoona Pemba. Maana Mwarabu na Mpemba anasema uliona kwa vilemba. Sasa akashangilia akaona amemleta nyumbani. Hakujua Yanga huko ndo nyumbani kwa sababu mwanachama wa Yanga ametokea Zanzibar. Sasa kiko wapi sasa baba? Tunaendelea kutangaza soka safi pila unaome pila Yanga sule baba. Ni kama Prince Dube alikuwa anasubiri mechi za kimataifa ili aanze kufunga goli lake la kwanza. Sio alikuwa anasubiri. Alomloga Dube mtoto wa Muri kushirikiana na wale wafunga madishi Azamu. Dube yuko vizuri. Angalia kwenye mechi za ligi kuu anapojituma. Ana perform lakini anapata magoli ya Yanga sura yote anakosa. Lakini mimi nilimwambia Dube ongeza juhudi na ndio maana watu wengi wanasema mtoe Dube sio wake nani, kaambia jamani kocha na maana yake bali kwenye mechi yake MC akajituma mpaka akapata assist. Niko unaona huyu anakuja kwenye mfumo huyu. Sasa kwenye mechi itakayofuata ligi ya mabingwa asipofunga mavazi yangu yote milioni 200 sawa nayo. Arudia. Unasema? Nimesema hivi kwenye mechi yake MC ile unaona alitoka na assist, nikamwambia kwenye mechi ya ligi ya mabingwa tutakuwa kwenda kucheza Zanzibar. Asipofunga Dube kwenye mechi hiyo zidi ya nani Falabat. Naomba mavazi yangu ya thamani ya pesa bilioni 200 mavazi haya. Maana yangu upate sehemu yoyote zaidi ya Marekani kule. Naomba mnisaule mavazi yangu yote msepe nayo. Dube yule pale. Maana Dube asingefunga sasa ungekuwa uchi. Mimi nimepia na mimi nilimwambia wakati nakuja kuna mtu nimwaahidi pale mwandishi nikamwambia Mwarabu huyu Koko akiondoka na pointi 3 muhimu hapa New Amani Zanzibar. Kesho asubuhi kwanza leo ningesaula nguo zangu ningeenda baharini pale. Ningeingia kwenye boti kama nilivyozaliwa ningetembea mpaka Majoe kule kwa koditua kama nilivyozaliwa. Anatokaje Mwarabu Koko hii jamani? Siku zote tunaambiwa Mwarabu simsifia sana hana ukubwa wowote. Usiogope ukubwa samaki uliza bei. Unaona nimemuuliza. Ni kwa nini mbwa mkali lakini hana mapembe? Unaona kashanijibu kwa huyu hana maajabu. Huyu unafananisha